Jina? Okay, kwa jina naitwa Mbega Dafa. Ndio mwenyekiti wa Mbeya Regent. Kwa leo kuna msiba ambao ulikuwa umetokea huko Chunya kwa ndugu yetu wa Chimwene. Kwa tulikuwa tumeenda kama kumpa support kwa sababu nao ni watu ambao wanatusupport sana. Pia bahati nzuri katika safari hiyo mheshimiwa wetu Tulia Ackson alituwezesha, katupa na rambirambi kiasi cha shilingi 500,000 na sasa tumeenda kuikabidhi. Pia kingine ni waombe waandishi wa habari. Tunahitaji sana kwenye mechi zetu, kwenye mabonanza yetu. Tunawaomba mwe mnakuja. Na sasa tutakuwa tunawapa taarifa ili mwe mnakuja. Kwa sababu njia sahihi ya kuanzisha Mbeya Regent, tunataka tuitanue Mbeya yetu. Pia wajue kwamba Mbeya kuna watu ambao walipita, watu wa mpira ambao kama sisi ambao tumecheza mpira zamani. Kuna watu ambao wamecheza mpira zamani, kuna watu ambao wamecheza mpira kwa mafanikio, wengine sio kwa mafanikio, lakini hao wote sisi hatujawabagua. Hao wote tuko nao kwenye Mbeya Regent. Na uzuri wa Mbeya Regent sio kama ni watu wa Mbeya tu. Yaani Mbeya Regent kuna watu wako Dar es Salaam, wako Mwanza, wako Njombe, wako Tabora. Hao wote ni Mbeya Regent na tunashirikiana kwa hali na mali. Sawa. Mpango mikakati ni ipi ya kuendeleza na kuikuza Mbeya Regent Veteran? Sisi mikakati yetu kwanza tunataka watu kwanza ni mpira. Yaani Mbeya ni kitovu kwanza cha mpira. Kwa hiyo sisi tunataka mpira, yani Mbeya yetu tuitangaze sana kwenye mambo ya mpira. Umeona, na bahati nzuri hata mheshimiwa anaunga sana mkono masuala ya michezo. Kwa hiyo na sisi tukaona na sisi hebu tuitengeneze Mbeya Regent yetu iwe ni kitu ambacho kinatakiwa kikuze sana mpira wa Mbeya yetu. Vipaji, watoto wakituona wachezaji wa zamani nao wanatamani kwamba nicheze kama mtu fulani. Kwa hiyo ndio nia yetu kubwa. Kuna changamoto ambayo mnakumbana nayo kwenye kuendesha hii Mbeya Regent? Changamoto hazikosi. Changamoto hazikosi. Changamoto yani ukizitaka kuzitaja ni nyingi sana, lakini kiujumla changamoto hazikosi. Mojawapo kubwa ambayo imekuwa ikiwaumiza kichwa viongozi. Kituumiza kichwa ni labda swala la michango, kwa sababu sisi timu yetu bado changa. Umeona, sisi tunahitaji watu wa support. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunachopitia ni kwa sababu timu yetu bado sisi ni changa. Hatuna vianzilishi ambavyo tunaweza tukapata fedha. Lakini ni mambo ambayo yote yako kwenye mipango yetu. Tutafuta watu, tutafuta wadau ili watusupport, ili Mbeya Regent izidi kwenda mbele zaidi. Kwa jina naitwa Samuel Mkono, ni katibu wa Mbeya Regent Veterani. Mbeya Regent Veterani ni veterani ya wachezaji wa mkoa wa Mbeya, lakini hatuko Mbeya tu, tuko Tanzania nzima, lakini ni wa veterani ambao walishawahi kucheza Mbeya lakini wako katika mikoa mingine. Kwa hiyo tumejiunga kwa pamoja ikaitwa Mbeya Veterani. Ni veterani ambayo haijabagua. Ina lika mbalimbali. Waliocheza zamani sana kaka zetu wamecheza Meko, kizazi na kizazi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo leo tulikuwa na msiba. Tulienda msibani huko kwa Chunya kwa ndugu yetu Chimwene, lakini pia ni mjumbe mwenzetu ambaye ni Pascal Maganga. Tulienda kumuona kwa niaba ya Mbeya Regent ambaye ni kama mwanachama mwenzetu. Tumefanikiwa hilo na tumeweza kukabidhi rambirambi yetu huko. Tumeenda salama na tumerudi salama. Na vile vile katika kutunga mkono kama waandishi wa habari tunaomba support yenu, kwa sababu vile vile tuna mabonanza mbalimbali ambayo tunashiriki. Mwezi wa 5 tunaenda kushiriki bonanza huko Mafinga la Nyanda za Juu Kusini. Sisi tunaenda kuwakilisha mkoa wa Mbeya kama Mbeya Regent Veteran. Tunaomba support yenu na wadau wengine ambao wataweza kujitokeza ili tuweze kufanikisha safari yetu ya kwenda Mafinga. Naitwa Imam Mpindi, mwenyekiti wa kamati ya mipango uchumi Mbeya Regent Veterans. Sisi ni watu ambao tunashirikiana na waliocheza mpira kabla ya sisi na waliocheza mpira ya sisi. Leo tunatoka kwenye zoezi la msiba wa ndugu yetu, lakini kipekee niwashukuru viongozi wangu wa Mbeya Regent Veterans. Dr. Tulia ameungana na sisi, ametoa rambirambi kwa ndugu yetu wa Chimwene aliyefiwa na mkwe wake, lakini mmoja wa mjumbe wetu sisi Pascal Maganga ni mwenzetu kwenye kamati yetu. Tumemuhani, lakini
kutokana na nyie waandishi wa habari kwenye kipindi kigumu ambacho mnapitia cha ajali ambayo ilitokea kwa jumuiya ya wazazi. Sisi kama Mbeya Legends hatukushiriki, lakini tunashiriki kwa namna moja ama nyingine. Sisi kama Mbeya Legends tunashirikiana na nyie kwenye kipindi hiki kwa namna moja ama nyingine. Tutaunga mkono pale ambapo tutaweza, ila kama Mbeya Legends hatufungamani na siasa. Sisi sio kikundi cha siasa au watu fulani, ila ni watu waliowahi kucheza mpira na wale ambao wameshiriki mpira. Kwa mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Mbeya mjini, Dr. Tulia ametuunga mkono, ametupa Laki 5 kwa ajili ya kumuunga mkono ndugu yetu Achimwene, ila tumeongozana na viongozi wenzetu ambao pia wanazo salamu zao za jumuiya ya Mbeya Legends. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi mtendaji wa Fundi Kinara Limited. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam. Tunakukaribisha wewe fundi ambaye unatafuta kazi, lakini pia Mtanzania ambaye hujui upate wapi fundi. Sisi kazi yetu kubwa, tumeangalia changamoto kubwa kwenye jamii. Moja, unakuta pengine una ujenzi, hujui nipate wapi fundi mzuri. Na fundi mzuri ni yule ambaye moja ni mwaminifu, mbili amefanya kazi kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo tunakaribisha mafundi wote mjisajili Fundi Kinara Limited, lakini pia Mtanzania ambaye unahitaji fundi, iwe ufundi wa ujenzi wa nyumba, iwe awe fundi bomba, fundi AC, fundi wa kutengeneza pengine bustani yako, fundi wa kutengeneza gari, sisi tunakutafutia fundi na tunasimamia kazi yako. Karibuni sana.